na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wote watakaofuata mwendo wake hadi siku ya mwisho, huku tukimuomba Allah atujalie tuweze kuwa miongoni mwa waumini hao. Ndugu zangu katika imani, nianze kwa kuihusia nafsi yangu na nyinyi pia kuweza kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafuata maamrisho yake na kukaa mbali na makatazo yake. Kwa kuyafanya hayo ndio usalama na amani kwetu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, tumshukuru Allah kwa mara nyingine kuipata fursa na neema ya kukutana katika siku tukufu hii ya Jumaa. Hivyo tuanze khutba yetu kwa kumpa nafasi baba wa iman Ibrahim alayhi salatu wasalam, Khalilur Rahman alladhi qaddama badanahu lin-niran wa ta'amahu lid-difan wa waladahu lil-qurban wa huwa fi ghayati ar-ridha 'anir Rahman wa fi ghayati al-id'an lil-Malik ad-Dayyan. Huyu ni baba wetu wa imani Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambaye ameonekana katika maisha yake yote mazima amejituma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku akiwa tayari kabisa kwa ajili ya Allah kuchomwa moto. Amejinyima alivyokuwa navyo kwa kuwakirimu wageni, akajinyima chakula ili kuwakirimu wageni. Vile vile katika mambo aliyofanya alikuwa tayari kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitoa damu yake, mtoto wake kipenzi, kwa ajili ya kichinjwa, kwa ajili yote ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzitaka radhi na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huyu baba wa imani yati wa yunadi wa yakul, anatufunza kitu licha ya mema yote aliyofanya, jitihada alizozifanya, lakini alidumu na dua ambayo imo ndani ya Qur'ani katika suratu Shuara, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ya Allah, usinikhizi, usinidhalilishe ya Allah subhanahu wa ta'ala siku watakaofufuliwa waja, siku ambayo ni nzito, sote tunaifahamu, ambayo mali wala watoto havitomnufaisha yeyote, isipokuwa tu kitakachomstiri na kumnufaisha mja ni yule ambaye atakayekuja na moyo uliokuwa ni salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana utathmini moyo wake, licha ya kwamba aliyafanya mengi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bado alidumu na dua hii kwa ajili ya moyo wake. Huyo ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wa hadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, njoo kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alladhi ta'ahada hala qalbi. Mtume Muhammad sallallahu ambaye naye pia alidumu kwa kuutathmini moyo wake, kwa kuuchunga na kuutunza moyo wake, licha ya kwamba aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba amesamehewa madhambi yake ya kabla na ya baada, lakini aliulinda, aliuhesabu moyo wake kila mara, aliutathmini moyo wake, kama jaa inda Muslim, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi Muslim akisema, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 100 marra. Mtume Muhammad sallallahu anasema, asili ya moyo wakati fulani inakuja ile hali ya mughafala na kusahau ili kuudhibiti moyo wangu, lakini ninapambana na vita hiyo, ninauchunga moyo wangu nikileta istighfar, kwa kuwa asili ya dhikri ni adaimuma, ni jambo la kudumu. Alikuwa akimdhukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifikia katika level fulani moyo unapunguza speed fulani, Mtume Muhammad sallama anaharakia kuuchunga moyo wake na kuwa makini na moyo wake, huku akisema ya kwamba ninaleta istighfar kwa siku zaidi ya mara 100 katika riwaya. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumtazame waliomfuata wakamuelewa Mtume Muhammad sallama. Hadha Hanzalatul Usaidi. Huyu ni Hanzala ambaye ni katika waandishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sahabiyyu at-taqiyyu an-naqi min sahabati al-habibi an-nabi, mmoja kati ya masahaba wa cha Mungu kabisa na wasafi, mmoja ambao waliofuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafunzo yake. Anatufunza kitu na yeye akiutathmini moyo wake katika maisha yake. Anasema, siku ya siku walinikuta, nilikutana na Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar aliponitazama
akaniuliza, kaifa anta ya Handhala, mbona kama si wewe Handhala? Ninapokufahamu kama si wewe, kulikoni, ukoje, vipi, unajisikia namna gani? Handhala alimjibu akamwambia Abu Bakar radhiallahu anhu, nafaka Handhala, ya Abu Bakr, ninahisi moyo wangu ya kwamba kuna chembe kadhaa, nahisi moyo wangu hauko sawa, kama kuna hisia fulani ninazo za unafiki, kuna kitu kimeingia ndani ya moyo wangu, naona kama hakiko sawa, kama vile nimebobea katika unafiki. Abu Bakar akashtuka, akaona ile hali. Kaifa ya Handhala, madha takulu, unasema nini wewe Handhala? Akasema, naam ya Abu Bakar, nahisi ya kwamba kuna unafiki umeutawala moyo wangu. Vipi? Akamwambia, Abu Bakar, unajua kuna wakati fulani tunakuwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudhakiruna bil jannati wan nar, huku akituhusia, akitufunza, akitukumbusha kuhusu moto, adhabu za motoni, na vile vile akituonesha mafanikio na kheri, matunda watakayopata watu wa peponi. Kaanna ra'ya ain, wakati huo tunajifilia kwamba tunaviona, tunakuvishuhudia vile anavyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani zetu hupanda hali ya juu kabisa. Lakini tunapokuja katika manyumbani kwetu, nikija nyumbani mimi, afasna al-azwaj wal aulad wal bay'at, ninajikuta nashughulika na harakati za nyumbani, watoto, mke, majukumu ya kibinafsi. Hii hali naona kama vile sitekelezei usawa moyo wangu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huku ninanyenyekea mno, lakini nikiwa huku nyumbani nakuwa wakati fulani busy na michezo ile na familia, nahisi ya kwamba kuna kitu hakiko sawa na nafsi yangu. Yataahadu hala nafsi, anauzingatia moyo wake, vipi hichi kitu ninakifanya kweli kinampendeza Allah? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiallahu anhu alipoisikia ile hali kwa Handhala, akamwambia, ni kweli unaipata hali hii? Handhala akamwambia, naam. Akamwambia, na mimi vile vile inanikuta hali kama hiyo, twende pamoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaongozana hadi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipofika, Mtume akawauliza vipi, wakamsimulia ile hali ilivyojirejea, ambayo inausibu au inaukuta katika nyoyo zao. Tunakuwa hivi wanyenyekevu mbele yako, lakini tukija nyumbani kana kwamba ile hali kuna level fulani imepungua. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, akamwambia, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikononi mwake, la utadumuna ala antum indi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, lau kwamba mngelidumu katika hiyo hali ambayo mko nayo, la safahatkumul malaikatu fi furushikum wa fi turuqikum, walakin sa'atun wa sa'a. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kwamba mngelikuwa na hiyo hali ambayo mko nayo, mngedumu katika hali hiyo, basi malaika wangelikuwa sambamba na nyinyi, wakiwapeni mikono, kampeni kila muda mtakapokuwa njiani, mtakapokuwa nyumbani, katika vitanda vyenu. Lakini fahamuni ya kwamba mnayo haki ya familia zenu, majukumu yenu, na vile vile mnayo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashahid, ninapopataka mimi ni namna gani walikuwa wakitathmini nyoyo zao. Handhala na uzingatia, taahadu hala qalbi, ana uhisabu moyo wangu katika stage hipi. Ndugu zangu katika imani, limadha alqalb, kwa nini tuuzingatie moyo? Kwa nini katika hutuba yetu ya leo tuuzungumzie moyo? Kwa nini moyo? Haya bina, kama qala Abdullah ibn Rawaha, njoo nami katika hutuba yetu siku ya leo tuweze kuzungumzia kiungo hichi katika hali ya kupandishana imani. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila tunakokwenda kukizungumza kiwe ni kutoka ndani ya moyo hadi kwenye nyoyo, na kitusogeze katika level ya hali ya juu. Abdullah ibn Rawah na masahaba wengine walikuwa kidumu wakisema, hayya bina nu'minu sa'a, njoo nasi tupandishane imani angalau kwa muda mfupi. Huyo Abdullah si kwamba hakuwa ni muaminifu mpaka aseme hivi, hapana, bal kana min al-atqiya, alikuwa katika wacha Mungu kweli kweli, lakini anafahamu ya kwamba asili ya moyo katika imani mara yazidu wa mara yankus. Imani huwa ina asili ya kupanda bitaa, unavyokifirisha kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako inakuwa katika hali ya juu. Na vile vile unapokuja katika maasi, unapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako inakuja na kuporomoka. Ndugu zangu katika imani, limadha alqalb, kwa nini tukusudie moyo katika siku ya leo? Au tuulizane vizuri, kila mmoja ajiulize katika moyo wake, kaifa halu qalbi ma'a rabbi,
yakoje mawasiliano between ya moyo wangu mimi na Mola wangu hivi sasa? Nafsi yangu mimi, aidha moyo wangu mimi, una connection gani na baina yangu mimi na Allah subhanahu wa ta'ala? Walimadha alqalb, na kwa nini moyo ndugu zangu katika imani? Kwa kuwa alqalbu ramzul haya, alqalbu mahillu nadharillah, alqalbu kathiru taqallubi fil mughriyat wa fi waqti shahawat. Kwa kuwa ndugu zangu katika imani, moyo ndio ishara kamili ya maisha. Kwa kuwa mtu asiyekuwa na moyo, huyu hana uhai, hana maisha kabisa. Ndio maana nikalenga tukisudie hichi kiungo. Moyo ndugu zangu katika imani huwa mahillu nadharillah, ndio sehemu anayoilenga na kuikusudia Allah ndani ya moyo. Allah anapalenga sana, hapa ndipo anapopatazama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa moyo ndugu zangu katika imani una asili ya kubadilika sana. Mara nyingi moyo hubadilika unapofika katika majaribio au mitihani mbalimbali au matamanio mbalimbali. Moyo una asili ya kubadilika. Faqalbun asfa min ad-durar wa qalbun aqsa min al-hajar. Ndipo pale utakapokutana Allah alipotuumba, shakli ya nyoyo zetu inashabihiana, lakini tabia za nafsi zetu, tabia za mioyo yetu ziko tofauti kabisa. Utaukuta wakati fulani moyo umeng'aa na kuna wiri na kumeremeta zaidi hata ya lulu, thamani ya lulu. Utazikuta nyoyo zingine zimechafuka, zimepinda, zimekuwa ngumu zaidi hata ya jiwe. Hiyo ni asili ya nyoyo, kwa kuwa zina hali ya kubadilika. Alqalb, limadha alqalb ndugu zangu katika imani? Lianna alqalba huwa mahillu nadharillah. Kwa kuwa hasatan malengo ni kwa kuwa hicho kiungo ndicho anachokilenga na kukitazama Allah. Mwenyewe akazungumza, yauma la yanfa'u malun wala banun. Siku hiyo ni siku nzito ambayo mali wala watoto havimnufaishi yoyote isipokuwa yule ambaye atakayekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliokuwa salama. Allah amefahamu hiki ya kwamba anatazama ni ndani ya moyo. Hakusema yule ambaye atakayekuja na mali nyingi, hapana. Yule ambaye ni mzuri sana, hapana. Yule ambaye ana nasaba, familia kubwa, hapana. Yule atakayekuja mbele yake Allah na moyo ambaye ni wenye kunyenyekea, moyo ambaye ni salama, umesalimika na maradhi mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, Mtume akagonga msumari na yeye akathibitisha haya akisema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatizami katika uzuri wenu, labda katika vile ambavyo mnavyovimiliki, lakini yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bali Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia na kupalenga ni katika nyoyo zenu na vitendo vyenu. Ndugu zangu katika imani, limadha alqalb, kwa nini moyo? Asili ya moyo, hichi kiungo ndio injini kama nilivyosema. Usalama wa moyo, usalama wa nafsi. Moyo huyu ndio usalama wa viungo vyote ambavyo ulivyo navyo. Bimaana ikiwa moyo wako haujatengamaa, haujanyooka sawa sawa, basi fahamu ya kwamba viungo vyote vile ambavyo unavyo havina thamani. Hata uwe mzungumzaji bora, uwe mchezaji bora wa viungo vyako mbalimbali, huo ni mwenye taswira nzuri, ni dhali ya kwamba moyo wako umepinda, basi wewe hautokuwa salama. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi la mudgha, hadithi ndefu kabisa, akisema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kiwiliwili cha mja, katika mwili wa mja kipo kipande cha nyama. Kuna sehemu ambayo Allah anaitazama. Hicho kipande ndugu zangu katika imani, kikisuluhika, kikiwa ni salama kabisa, saluha aljasadu kullu, basi mwili wote huwa na amani na huwa ni mwema, ni mzima kabisa mwema. Na vile vile kiungo hicho ikiwa kitakuwa kimepinda, kimekwenda kinyume, basi fasada aljasadu kullu, mwili wote unakuwa kabisa hauna thamani, hauna amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, akasema ala wa huwa alqalb, si kingine ni hichi ambacho tunakizungumzia, alqalb, moyo. Kwa kuwa ina ishara, bimaana usalama wa viungo vyako vyote ni pale ambapo moyo wako utakaa umenyooka na kuwa imara. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadumu na dua hii akisema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ewe mwenye kuzinyongoa nyoyo, ewe mwenye kuzinyoosha nyoyo, ewe mwenye kuzielekeza nyoyo, uelekeze moyo wangu katika taa yako, katika dini yako. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, moyo aktharu shay'in yata'arradu lilfitan. Moyo ni kiungo ambacho
mara nyingi sana, mara kadhaa sana huambatanishwa na fitna na mitihani. Bimaana ya kwamba mitihani haiachani, huwa karibu sana na nafsi za waja. Mitihani aina yoyote ile huwa karibu sana na nyoyo za waja. Kayathibitisha hayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alivyosema, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kalhasiri 'udan 'uda. Ndugu zangu katika imani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitna, mitihani humganda mja, huganda nyoyo. Mitihani ina asili ya kuvaa moyo, kuwa karibu sana na moyo, mfano wa hasir, mfano wa mrago. Aidha mkeka huyu, namna gani unavyomganda yule ambaye anakaa katika mkeka huyo. Ukilala katika mkeka pasina godoro, bila shaka utaamka na ishara kadhaa kwa wewe umelala ndani ya mkeka pale. Hivyo ndivyo mitihani huambatanishwa na mja na moyo wa mja. Mitihani huwa karibu sana. Basi Mtume akaendelea akasema, kalhasiri 'udan 'uda, mfano wa mrago aidha mkeka. Yani taudu, kila mara mitihani itarejea. Usidhani ya kwamba huko duniani kwa salama, hapana. Mitihani itakuwa sambamba na moyo wako. Mtume akaendelea akasema, fa ayu qalbin ushribaha nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Kwa hiyo, kwa kuwa mitihani iko sambamba na moyo, basi moyo ambayo utakuwa tayari kukubali kuinywa hiyo mitihani, aidha kwa maana ya hadithi, moyo ambao utakuwa tayari kuipokea na kuikaribisha, ikakubali mitihani, ikaushinda moyo wake, basi afahamu ya kwamba ndani ya moyo wake kutakwenda na athari, kutakuwa na alama, kuna doa jeusi ambalo litastiki katika moyo wako, utaganda kadri unavyoshindwa na mitihani. Majaribio anayokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiyaruhusu ya udhibiti moyo wako, fahamu ya kwamba moyo wako bit by bit utakwenda unakuwa na athari, unaenda unachafuka, unakuwa mweusi. Hivyo Mtume akasema, wa ayu qalbin ankaraha nukita fi qalbihi nuktatan bayda, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Na moyo ambayo utakuwa tayari kupingana kabisa na mitihani, ukasema mimi haya ni majaribio ya Allah, sipo tayari kwenda kinyume na maamrisho ya Allah kwa sababu ya moyo wangu, sifati matamanio ya moyo wangu. Hichi kitu Allah amenikataza, lazima nikiache. Hichi kitu Allah amenihimiza kukifanya, nikifanya. Hata kama moyo wangu utakuwa unakitamani, ukakubali, ukapingana na majaribio hayo, basi fahamu ya kwamba moyo wako utakuwa ni msafi. Hata tasiru ala qalbayn. Mtume anaendelea akisema, kwa hivyo tunakuwa na nyoyo mbili. Ya man tuwahidullah, sikilizeni waja wa Allah, nyoyo ziko katika aina mbili. Sikiliza huko katika hali gani. Wa kwanza ni huyu tuliozungumza, mweupe ambao umesalimika kabisa, abyad, umetakasika kabisa, kasafa, unakuwa ni msafi, mfano wa jiwe, mlima, aidha jiwe lenye kumeremeta, lenye kung'aa. La tadhurruhu fitan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hakuna majaribio ya aina yoyote atakaudhibiti huyu moyo, midhali ya kwamba uko strong katika imani yake, uko strong katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la tuzalziluhu shay'un batta. Ukijistiki kabisa, ukastiki kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako unakuwa ni imara, uko na foundation ambayo ni imara kabisa. Mtihani wa aina yoyote unaushinda, basi moyo huyu hakuna fitna au majaribio yatakayoudhibiti moyo huyu, midhali ya kwamba tumezungumza mwanzo wa hadithi, mitihani ipo sambamba na mwanadamu. Lakini ukikaa imara, ukakubali kabisa kupigika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu ya kwamba moyo wako utakuwa ni salama, midhali uko chini ya mbingu na juu ya ardhi. Akaendelea akasema, wal akharu aswad, moyo mwingine wa aina ya pili ni ule ambayo moyo ni mweusi, moyo uliochafuka. Aswad murbadan kalkuzi mujakhia, moyo ambayo utakuwa ni mweusi tiriri, mfano wa majivu, karamad, mfano wa majivu mweusi, moyo umechafuka. Kalkuzi mujakhia, mfano wa chombo ambacho kinashindwa kudhibiti, kinachoshindwa kumiliki jambo, mfano wa kikombe labda kimetoboka, chombo kibovu. Hivi ndivyo moyo wa huyu ambaye atayokaribisha mitihani na kukubali kuiendea, moyo wake utakavyokuwa, utakuwa kana kwamba chombo. Yani wewe moyo wako hauna thabati ya aina yoyote, licha habari ambayo ni ya uongo unaipokea,
ije katika habari ambayo itakayokupindisha, kama alivyosema Ibn Mas'ud, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza akisema ya kwamba la qalbu ibn adam ashaddu inqilaban idha ijtama'at ghalayana asra'u taqalluban, asili ya moyo huwa una haraka ya kubadilika mno mfano wa chungu kinavyochemka. Zaidi ya chungu kinavyochemka, tunakiona chungu kinavyochemka haraka, chungu cha moto kabisa, hivi ndivyo moyo unavyobadilika wa mja. Kwa hivyo mwanadamu ambaye atakayekubali moyo wake udhibitiwe na matamanio na majaribio, afahamu ya kwamba atakuwa mfano wa hichi chombo ambayo kimevuja, hakiwezi kumiliki. Na hizi ndizo hali za wengi. Allah tuepushe na tukinge na moyo kama huyu. Ndio hali za wengi. Ipo tayari kutupa msimamo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yupo tayari kuitupa jamaa kwa ajili ya matamanio na majaribio madogo aliyopewa. Yupo tayari yabiu dinahu, kuiuza dini yake kwa ajili ya dunia. Hizi ndizo hali za leo. Ndio maana Mtume akasema zidi kithirisha sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala unyooshe moyo wako. Ndugu zangu katika imani, hal qalbuka salimun, hal qalbuka maridun, hal qalbuka mayit? Tathmini moyo wako sasa, uko katika tabaka ipi? Je, moyo wako ni salama? Moyo wako unaumwa? Aidha moyo wako umekufa kabisa? Tuchukue kwa haraka moyo uliokuwa salama. Faqalbun salimun lahu sifat, moyo ambayo ni salama kabisa una baadhi ya sifa, hatutozitaja zote, tuchukue angalau 2 sawa na muda. Moyo ambao uliokuwa salama una sifa kadhaa, moja wapo alwajal wal khawf. Ili utambue kwamba moyo wangu uko salama, sikiliza hizi sifa. Moyo ulio salama una sifa hii, alwajal, hofu. Unamhofu Allah subhanahu wa ta'ala, una hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mwenyewe alivyosema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Waumini wa kweli ni wale ambao wanapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinapatwa na hofu, wanahofia. Bakat uyunuhum, nyoyo zao zinanyongonyea na kulia. Allah amezungumza, Allah anasema usizini, anakuwa tayari. Allah amesema usidhulumu, usisemi uongo, ya Allah amezungumza, Allah anaacha. Allah amezungumza kadha wa kadha, moyo ule unakuwa haraka kufanya. Huyo moyo ni salama. Allah tujalie moyo kama huyo. Huyo moyo umesalimika. Akazungumza Allah subhanahu wa ta'ala ni ule moyo ambaye walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah. Ni ule moyo ambaye wakati mwingine ukitaka kuteleza katika kosa au kuidhulumu nafsi yake, dhakaru Allah, haraka moja kwa moja immediately namkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alizungumza hivi kama qala Imam Suddi wa ghayruhu, kama alivyosema huyu mufasiri wa Qur'an Imam Suddi, anasema ni yule mtu ambaye idha arada an yaf'ala shay'an, akitaka kukusudia kufanya jambo fulani au akitaka kuteleza kufanya jambo fulani, yuqalu lahu tamahhal, anaambiwa zinduka, mwogope Mola wako, kitu gani unataka kukifanya hichi? Pale anasema ya Allah, nimekuwa nimeteleza, Allah amezungumza, basi sifani kwa ajili ya Allah, anaacha moja kwa moja. Mbali na leo mtu unaambiwa hichi kitu sio kizuri, acha, Mola wako amekataza, unazidisha kibri, unaonyesha kwamba mimi ndio mimi, wacha mimi nifanye, sasa tuone utanifanya nini. Hii nafsi Allah tuepushe nayo. Kwa hivyo nafsi ambayo ilikuwa salama, sifa ya kwanza ni hofu, yenye kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala pale inapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wa Allah, sifa ya pili ya moyo uliokuwa salama ni ule moyo ambaye la yatma'innu illa li dhikrillah, haupati utulivu, haupati saada isipokuwa pale anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana furaha yake iko pale na anapozungumzwa Allah, harakati za kimungu ndio zinampa furaha. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia Bilal kila mara, arihna ya Bilal, tupe furaha, tustareheshe, toa adhana tupate kustarehe. Arihna ya Bilal waju'ilat qurratu aini lis-salah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kiburudisho cha moyo wangu, kiburudisho na furaha ya moyo wangu ilikuwa nini? Katika swala, connection between yangu mimi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana linapokuja swala la kimungu, moyo unakuwa na furaha. Huyu moyo ndio moyo ambao ulikuwa salama. Wallahi alazim, niruhusuni nizungumze hichi nilikiona katika status ya mmoja wetu wa Waislamu. Anaandika katika mwezi wa Ramadhani, kama Ramadhani ya 4 vile ya 5, anasema
katika hii Ramadhani sijaona, kwanza ianze sijaona hata ya afadhali hata moja. Subhanallah. Yani Ramadhani hii, saumu hizi ni ngumu kweli. Yani anafanya kana kwamba ni mazoea, haburudiki na ile situation ya swaumu, haburudiki na swala. Yani ni mazoea tu, nimeinuka nimesimama, hapati raha, moyo haufiki na ile nafasi yake. Kwa hivyo sifa ya moyo ilikuwa salama, ustareheke na kile unachokifanya na mtukuru Allah. Unasikia Qur'an inasema ya subhanallah, Allah amezungumza, moyo unapata furaha, huyu moyo ni salama. Warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, yani huyo mtu ambaye moyo wake kila mara anafikiria tu masuala ya kimungu msikitini, jambo la kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake unapata amani. Kwa hivyo ndugu zangu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu na moyo kama huyu. Hizi ni ishara na kuonesha moyo ambao ulikuwa salama, ni moyo ambao uko namna hii. Ndugu zangu, jiulize, hal qalbuka salimun, moyo wako je uko salama sawa na sifa hizi chache ambazo tumezizungumza? Sawa na sifa hizi chache ambazo tumezungumza. Anasema Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema la yaslamu al-qalbu hatta idha salima min khams, hausalimiki moyo wa mwanadamu mpaka uwe salama katika mambo matano. Akasema mpaka moyo wa mwanadamu ili uwe salama ni mpaka usalimike na shirki, min shirkin yunaqidu at-tauhid, mpaka uwe salama na ushirikina ambao unapingana na tauhid. Yani wewe linakuja sala la shirki, sijui kuna fulani anasomeana fulani, ukagundua kabisa huyu ni anafanya ushirikina na wewe ukaenda, hapana, wewe moyo wako haujawa salama. Pingana na hilo swali mpaka moyo wako useme hii ni shirki, basi midhali ya kwamba hii ni shirki, na shirki kawaida yake inapingana na tauhidi, siko tayari kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu moyo uko salama, huyu moyo uko salama. Akasema wa min bid'atin tunaqidu sunna, na moyo ambayo uko salama ni ule moyo ambaye utakao kuwa tayari kuachana na bid'a ambayo inapingana na sunna, bid'a ambayo inapingana na sunna. Na aslan bid'a ni uzushi. Ndugu zangu katika imani, wewe kila mara linakuja swala la uzushi uko kimpaumbele, bana sinafanya tu kwa ajili ya kufanya, lakini midhali ya kwamba unajua hichi kitu kina ukhalifu Uislamu, kina mkhalifu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukakiendea, moyo wako haujawa salama. Moyo ulio salama ni pale ambapo unapoona hichi kitu kina mashaka, kina bid'a ndani yake, basi mimi nakiacha kwa ajili ya Allah. Huyu moyo utaukuta ni salama. Hichi kitu kina ushahidi, kina sunna, ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi chukua kile angalau ni kidogo, jihimize kwacho, achana na mambo ya shubha, achana na mambo ya uzushi. Moyo uko salama, anaendelea akisema, ni moyo ambaye utakuwa tayari kabisa kutokufuata matamanio yake katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe Allah amezungumza hivi, lakini unatizama lakini hichi akiendani na matamanio yangu, unakiendea. Hapana, moyo wako haujawa salama. Ukiona hichi kitu midhali ya kwamba sheria inakikataza, hata kama kinakufurahisha, kula meno nafsi yako, ingate nafsi yako, sema ya kwamba hapana, siwezi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyosema wanazuoni ya kwamba usitazami udogo wa jambo, aidha udogo wa maasi unayoyafanya, udogo wa dhambi, bali tazama ukubwa na utukufu wa yule ambaye unayemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea akisema vile vile Ibn al-Qayyim akisema, moyo hauwi salama mpaka pale utakapokuwa umesalimika na mughafala, kughafilika ambapo kunapingana na ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu ameghafilika kweli, hata haoneshe hichi kitu ni hivi, hakubali kabisa, moyo umeghafilika kupita maelezo, amejitengenezea kitu ambacho hawezi hata kukumbuka. Wakati fulani unawakuta watu wanakuomba ushauri, ukiwa mshauri mzuri kwao, haupokei, kwa sababu yeye ameghafilika, amebobea kwa kile kitu ambacho anataka wewe mshauri. Ukiungana kwa yale makosa yake ambayo anayataka, basi wewe ndio unakuwa ni rafiki yake. Ndugu zangu, Allah tuepushe na hali kama hizi. Waja wa Allah, huyo ni moyo uliokuwa salama. Allah tuepushe na atustiri, atuongoe. Allah tujalie katika mioyo ambayo ilikuwa salama. Moyo uliokuwa mgonjwa, sikiliza ishara za moyo ambao unaumwa, ili utambue kwamba je, niko katika ule ambao uko salama au moyo wangu pia nao unaumwa. Sawa na muda waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ulikuwa unaokuwa unaumwa, ambao uko na maradhi, ni ule moyo ambaye la yashmaizu min dhikrillah, ni moyo ambaye huyu moyo uchafuka na ununguna kabisa linapokuja swala la Allah subhanahu wa ta'ala.
yani moyo wake haupati starehe na swala la Allah subhanahu wa ta'ala. Akawataja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zamar, watu kama hawa ni wale ambao walladhina idha dhukira Allah walladhina idha fa'alu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao akitajwa Allah wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah, wale ambao hawaamini, nyoyo zao haziamini ya kwamba kuna kufufuliwa, kuna siku ya kiyama, ni wale ambao wakizungumzwa Allah pekee nyoyo zao huchafuka. Maskini ya Mungu, ushi anazungumza sana, toa basi tuendelee na mambo yetu, mbona naongea sana? Yani akija mambo ya swala ya Allah subhanahu wa ta'ala hataki kusikia. Anapotembea kwenye Facebook yake, kwenye page yake, ikija swala la mawaidha anarusha, ikija upuuzi analeta sogeza. Wa idha dhukira alladhina min duni idha hum yastabshirun, anapotajwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anapata furaha. Kama mmoja alizungumza kwamba mimi siwezi kusinzia bila sijatia mziki, siwezi kulala kabisa. Subhanallah, huyu moyo unaumwa, bal aqulu mayit, naweza kuzungumza huyu moyo umekufa kabisa. Yani ikikuja swala la kidunia masuala ambayo si ya Allah, yeye ndo anaburudika, yeye ndo anaburudika kabisa, anafurahi. Weka muziki, weka hichi, hajali kabisa anamkosea namna gani Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo huyo kwa haraka, ndugu zangu katika imani, Allah tuepushe nao, ni moyo ambayo sio salama, moyo unaumwa na umekufa kabisa. Ishara ya pili, ndugu zangu katika imani, ni ishara ambayo moyo ambayo unaumwa na umekufa kabisa, ni ule ambaye unashindwa kabisa kujikwamua katika maasi. Aidha la tulimuhu jirahatu dhunubi wal maasi, yani huyu mtu kabisa swala la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala halimwambii, halimuathiri chochote, halimgusi chochote. Yani anatembea ni mzinifu, hana habari, haoni hata aibu, yeye ni mpiga michomoko, yeye wala ile mradi mambo yake yanakwenda salama. Yupo tayari kucreate content ya aina yoyote, midhali inamshirikisha Allah, watu wacheke tu nipate followers. Yupo tayari kabisa kufanya kitu chochote kile ambacho ni cha dhambi, hajali, hana wasiwasi. Moyo kama huyu hauna wasiwasi. Allah atuepushe na moyo kama huyu. Ndugu zangu, moyo huyu ni hatari mno. Akazungumza kwa Ibn Mas'ud, moyo kama huyu ambao haujali na dhambi ambayo analifanya, anasema kwamba utofauti wa muumini na mtu ambaye si muumini, anasema innal mu'mina yara dhanbahu kaljabal yaqa'u alayhi. Asili ya muumini ni yule ambaye anaona dhambi akimkosea Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba kuna mlima, yani ni mlima umemwangukia, amechelewesha swala, anaona kama vile kuna uzito fulani, yani kana kwamba ameangamia kabisa. Amefanya jambo ambalo limfurahishi Allah, basi ananunguna na kutia Allah nimekukosea, anaona ni uzito kabisa kana kwamba dunia imemwangukia. Tofauti kabisa na fajir. Ashaqi, mtu mbaya, ni yule ambaye yara dhambahu kadhubab, mfano wa nzi allati tara min amamihi fa ataraha, mfano wa nzi ambayo inakuja katika pua lake tu, zinzi inapita inakwenda. Hivi ndivyo mtu mbaya anapokuwa, na Mwenyezi Mungu atuepushe na moyo kama huyu. Yale mtu anafanya mambo ambayo kila mmoja anaona kabisa hili jambo sio nzuri, hata mengine ya ndani ya nafsi yake, mimi kabisa au mimi ni muongo, mimi ni mbaya katika sekta fulani, lakini havimwambii chochote, haoni aibu kabisa. Mtajijua midhali tu mimi nafanya mambo yangu dunia, basi tu hajali. Allah atuepushe na moyo kama huyu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, nahusia nafsi yangu kwa mara nyingine nanyi pia kuweza kumcha Allah na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo zilikuwa ni katika ishara za moyo uliokuwa salama na moyo ambao ulikuwa umekufa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala zinyooshe nafsi zetu katika sehemu ambayo ni sahihi. Allahumma amin. Waja wa Allah, kwa haraka muda unakwisha. Mtu anaanza kujiuliza, nifanye nini mpaka moyo wangu uwe salama kama hizi situation ambazo ni ngumu zimepita hapa katika ishara hizi. Moyo wangu umekufa, mimi nishajiona moyo wangu umekufa. Nifanye nini ili moyo wangu katika ile mioyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndio anayoitaka na kuilenga, ule moyo ambao ulikuwa ni salama? Moja, ad-du'a.
kumuomba sana Allah, kukithirisha sana dua. Muombe Allah, mwambie Allah, ya Rabbi ahyi qalbi, ewe Mwenyezi Mungu upe uhai moyo wangu, usalimishe moyo wangu, uongoze moyo wangu ya Allah. Wewe ndio hakika unazinyoosha nyoyo, unyooshe moyo wangu uelekee katika sehemu ambayo unaitaka. Muombe Allah kila mara, usiuachi, kwa kuwa usijiaminishi wewe mwenyewe katika nafsi yako, mimi ni mwaminifu sina sali. Hapana, moyo una asili ya kubadilika. Muombe Allah kila mara. Ndio maana Mtume alikuwa akisema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ukizitazama dua za waja wema katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Walikuwa wakidumu kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sema ya Rabbi la tuzigh qulubana ba'da, ya Rabbi usiziache nyoyo zetu zikapinda hivyo hivyo baada ya kuwa umeziongoa, baada ya kuwa umezipeleka katika sehemu ukazipa hidayah, basi ya Rabbi usiziache zikapinda. Muombe Allah kila mara. Ahyanan, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani alivyozungumza nyoyo ambayo ni susuwavu, nyoyo kakamavu, chini yake alisema Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yuhyi Allahu al-ardha ba'da mautiha. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozihuisha ardhi, anavyojalia ardhi inamea baada ya kuwa imekufa, imekosa mimea. Huyo ni Allah, ana uwezo kama huyo. Wakadhalika yuhyi al-qalba ba'da mautihi. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuhuisha nafsi baada ya kuwa imepinda. Wewe unajihisi ya kwamba umepinda, moyo wako hauko salama, muombe Allah, atauongoa. Yeye ndio muweza wa kufanya jambo kama hiyo. Zidisha dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala na watu wa nyumbani kwako na waumini jamia. Hiyo ni ya kwanza ambayo dumu nayo itakusaidia kwa ajili ya kuiongoa nafsi yako. La pili, ili moyo wetu uwe salama, kujaribu kuziadhimisha, kuzitukuza sheria za Allah, kuziheshimisha angalau sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwa alqulub. Yeyote ambaye anaziadhimisha na kuzitukuza na kuziheshimisha sheria za Allah, ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hizo ni ishara za nyoyo ambayo ni nyenyekevu kabisa. Basi jitahidi uko Muislamu, naam, hichi kitu alikikataza Allah, kiheshimu. Angalau kama haujaweza kukifikia, usizungumze vibaya, heshimu sheria za Allah, kwa sababu hizi ni alama za Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwetu. Jifunze kupitia ishara ambazo alizozileta Allah. Kuna Qur'ani, tuko na mafunzo ya Qur'ani. Allah amesema jitahidi kabisa, angalau machache uyafuate kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ataiongoza nafsi yako, kwa sababu moyo wetu unahitaji jitihada, sio kujiachia tu. Jihimize, kwa sababu aya za Allah, aidha alama za Allah ziko aina mbili. Kuna zile ambazo zinasomwa kila siku msikitini, unasikia Allah amesema hivi na hivi, usizini, usifanye hivi. Na kuna zile ishara ambazo ni alama za Allah subhanahu za kivitendo. Ndugu yako ameondoka, kuna gharka, kuna vita, kuna kadhalika. Hizi ni ishara ambazo Allah anataka, mafuriko na kadhalika, anataka wewe uzinduke. Jifunze kupitia yale, heshimu kabisa ishara za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo amezileta kwako ili uweze kuzinduka. Na kumalizia, waja wa Allah, ni kwamba ili moyo wako uwe salama, jitahidi kuepukana na sehemu ambazo ni za shari, zitakuangusha katika fitna. Kuna mtu anatamani kunyooka, lakini bado anaishi na watu ambao nyumba yake nzima watu ni wazinzi, au katika maskani kwake watu wote kabisa ni wezi, au watu wote kundi lake tu huyu mwanamama au mwanababa ni watu wa kusengenya tu, alafu unatamani kunyooka. Si rahisi namna hiyo. Jitahidi kuepukana kabisa na yale mazingira ambayo yatakushawishi wewe kudumukia katika kosa, ili moyo wako uweze kupata usalama, kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu hizo zama wakati Uislamu haujashamiri. Alikuwa akienda mbali masafa kabisa, fi gharu Hira, akikaa peke yake anamuomba Allah, akifanya dhikri, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu yule ambaye atakayekuwa amenusurika siku ya kiyama chini ya kimvuli cha Allah ni yule ambaye rajulun dhakara Allah khaliyan, akakumbuka akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake. Kwa sababu ukiwa peke yako si rahisi mtu kukushawishi, unakuwa unafikiria kweli, unaitathmini na kuizingatia na kuhesabu moyo wako. Muda unatuacha, waja wa Allah, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turejee kwa Allah, tuchunge sana nyoyo zetu, tushughulikie nyoyo zetu, tudumu katika kutathmini na kuichunga na kutunza nyoyo zetu. Hii itakuwa ni sababu ya sisi kuweza kusalimika mbele ya Allah, kwa sababu ndiyo
aidha nafsi anazozitaka Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitazama zaidi. Tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri aliyotanguliza Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, akielekeza kwa malaika na sipia akisema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma lil khulafa'ir rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali وان ستة الباقين المبشرين بالجنة وان سائر الصحابة كلهم أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان. اللهم ربنا أصلح أحوال قلوبنا. 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 اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. So you will follow what I'm telling you to speak up, and then after that you go and make the and then you come to your house. So now you may be one of us. What we have with you and what we deserve with your hand also. So you will get what we get, you will do what you must do. That way so you also will not perform salary as. Now you're going to select me. Say, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. And the meaning of this word that you have said now is I bear witness. I bear witness that there is none worthy of worship beside Allah. And I bear witness that Muhammad is the servant and message. Just like that you are Muslim. Allah. Before you utter this word, so you can do this. If you want to change the name, then Musa, Muhammad, Ibrahim, Dawood, Yusuf, Yunus, Zakaria, which name do you use? Hassan, Hussein, Yuma, he says a lot of names. Ramadan, Hassan. You call Hassan. You choose Hassan. You like that. Thank you.
Inshallah. Inshallah. Kwa nini tunakuombeni baada ya swala angalau kiasi fulani hivi hata kama mara 300 kwa sababu watu wanaongea kwenye imani na kuonyesha mazuri ya Islam. Angalau dakika moja achukue udhu alafu kisha swala.